Okay, so na pitia baadhi ya vitu ambavyo kidogo ninavyo hapa kwenye meza. Naangalia hili swala nataka tu nilisome vile jinsi lilivyo. Vita dhidi ya Iran haviendi kwa kasi inayotakiwa na Israeli, vyanzo vya kijeshi vya Israeli vimesema. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la umma la Israel Kan, maafisa wa jeshi ambao hawakutajwa kwa majina wamesema siku ya Jumapili kwamba mashambulizi ya kijeshi yalifanikiwa kuliko matarajio, lakini vita havijakwenda kwa kasi iliyotarajiwa awali. Tathmini mpya ya malengo ya vita ni muhimu, vimeongeza vyanzo. Vyanzo hivyo pia vimeongeza kusema kuwa moja ya changamoto kuu Israeli inayokabiliana nayo ni kushindwa kushawishi idadi kubwa ya wananchi wa Iran kuandamana dhidi ya serikali yao, kitu ambacho baadhi ya tathmini ya Israeli ilisema kingefanyika wakati wa vita. Wamedai kuwa Marekani na Israeli wanapanga hatua za ziada ambazo zinaweza kubadilisha mwelekeo wa vita katika siku zijazo. Hii taarifa nimeipitia hapa. Hizi nukta za mwisho hizi ndio kidogo zina make to sense. Hizi kauli za mwisho kwamba walikuwa wanapanga kwamba wananchi wanatakiwa kuandamana dhidi ya serikali yao na wao ndo wasapoti. Mnatakiwa, unaona huko wanaandamana, kwa hiyo tuwaunge mkono, sasa tutoe hiyo serikali. Kwa hiyo pressure kubwa wananchi watakayoileta itafanya serikali Marekani na Israeli au Israeli pamoja na Marekani waone kwamba wanafikia malengo. Nimekuwa nikifuatilia wachambuzi wengi sana wamekuwa wakisema kwamba Iran ilikuwa inajipanga sana dhidi ya hii vita, lakini ilikuwa haiko tayari kwa ajili ya kujipanga kutokana na maandamano ambayo yanaweza kufanyika katika nchi yake ya wananchi kuandamana barabarani na kuanza kwenda kufanya lote la kufanya. Hawakuwa wamejiandaa kwa hilo, lakini wamejiandaa kwa ajili ya mashambulizi au vita ya nje. Kwa hiyo silaha kubwa ambayo Israeli na Marekani wangeitumia ili kuiponza kabisa au kuizofisha kabisa serikali ya ili kuizofisha serikali ya Iran ni ya wao kutuma kuwashawishi wananchi kwamba waandamane. Unaona hivi vitu katika hii dunia jinsi vilivyo. Haya maandamano haya, Marekani na Israeli inataka watu waandamane Iran, lakini haitaki watu waandamane Marekani pamoja na Israeli kwenyewe. Maandamano yanafanyika huko, lakini kila siku wanayapiga vita kwamba hamtaki kuendelea kuandamana. Wananchi kauli yao ni moja tu, hatutaki hivi vita ambavyo Mungu anaenda kutuingiza ndani. Lakini wao hawapo tayari kuwasikiliza wananchi, badala yake wanaona kwamba wao ndio wako sahihi kwa kile ambacho wanakifanya. Katika hii dunia, wakati mwingine binadamu wanashindwa kukumbuka kwamba wao wenyewe wana uwezo wa kuongoza njia zao, kiasi kwamba wanahisi kwamba wakifanya vitu vitatakiwa viende, yani mawazo ambao wanafikiria wanaona kwamba okay, nimesha imagine hivi na hivi na hivi, ni lazima hiki nikiweka kwenye actions kitaenda vile vile, lakini matokeo mara nyingi unajikutaga yanakuwa yanaenda tofauti. Hivi vita vya Iran na vita ambavyo vimepigana Israeli na Marekani kwenda kupigana na Iran ni vita ambavyo vimeleta mkanganyiko mwingi sana, na walikuwa hawatarajii kwamba vitu vingeenda hivi jinsi vilivyoenda. Na ni kile ambacho nimesema tu hapa kwamba mwanadamu wakati mwingine hawezi kuongoza, yani Biblia yenyewe ilisema kwamba mwanadamu ana uwezo wa kuongoza njia zake, katika maana kwamba unachokifikiria sicho. Na ndio kwa maana kuna wengine ambao wanakuja kuzungumza hichi kitu licha kwa sikubalianage nacho, kwa sababu Mungu ametupatia uhuru wa kufanya kila kitu hapa duniani. Ni chaguo tu lako utende mema au utende mabaya. Lakini wengine wanaendaga mpaka wanasema kwamba eti mwanadamu anapanga lakini Mungu anapangua.
si kama Mungu anapangua, badala yake mwanadamu hana uwezo wa kuongoza njia zake. Sicho kila anachokipanga eti ndio kinaweza kaende vile vile, kwa sababu hana huo uwezo. Hivi vita vimekuwa na madhara makubwa sana kwa Marekani, vimekuwa na madhara makubwa sana kwa Israeli, lakini media hizi zilivyo bana, media zote zimesetiwa kwamba tuendelee kuona Israeli na Marekani wanawini. Hata ndege ya kijeshi ambayo ilikuwa nahusika kwa ajili ya kupakiza mafuta ya kupatia mandege mengine ya kivita mafuta ikiwa iko angani, iliangushwa na wanajeshi ambao wanaunga mkono serikali ya Iran huko Iraq. Lakini Marekani walikuja wakatangaza hiyo taarifa, wakasema kwamba eti ni itilafu ya kifundi ambayo ilitokea. Itilafu ya kifundi. Achilia mbali hiyo, kuna zile ndege zingine za F-15 ambazo ziliangushwa. Nafikiri kama 3 kama sijakosea. Na wanasema 3, wengine wanasema ni zaidi ya 3, kwa maana hata Iran wenyewe wamesema kwamba ni zaidi ya 3. Nafikiri Iran walisema kama sijui ni 6. Lakini Marekani waliconfirm kwamba eti ni 3. Zile ndege zile zimeshambuliwa, na ndio yale ambayo yanazidi kuendelea tu kwamba zilishambuliwa, lakini Marekani alikuja akatangaza kwamba hapana, ni itilafu fulani tu ya kiufundi ambayo ilitokea. Kwa hiyo ndege zile zikapata itilafu. Lakini Iran wanasema no, tulizipiga zile. Ila kwa sababu media zote sasa hizi zinazungumza tu mazuri, zinaongea, yani zimejaa propaganda kiasi kwamba hazitaki kuonesha kuonesha madhaifu ambayo yanatokea katika au maumivu ambayo Israeli pamoja na Marekani wanaipitia katika hiyo vita. Basi inabidi twende huko tu, kwa maana ndo dunia jinsi ilivyo. Kishateka dunia bana. Ndio maana ndugu zangu, tafuteni pesa. Someni, mtafute pesa. Ukiwa na pesa waga na usemi. Ukiangalia saa hizi Israeli amekuwa na uwezo wa kuidhibiti Marekani, taifa kubwa, kwa sababu tu Waisraeli wengi sana ambao hapa Marekani ni matajiri. Tena matajiri wa kutupa. Kwa kama ni matajiri wa kutupa, basi wanakuwa na usemi, wanasikika wakienda serikalini, wanaongea kama vile watu. Sasa wewe unaenda kuongea sehemu, hebu jiulize, ukiendaga kuongea sehemu waga unaongea kama nani? Unaongea kama mtu au kama msindikizaji wa watu? Tena naulize hivi, ukienda kuongea wewe waga unaongea kama mtu au msindikizaji wa watu? Hilo ni swala muhimu la kujiuliza bana. Sasa nilikuwa napitia pia leo hii habari ambayo imevuma sana hapa Marekani. Hapo bado sijaenda kwetu Kongo, manake nilitaka kidogo nikupitishe kwanza kidogo huku hivi kwamba tumalizane na vitu vya huku. Si ndio hivyo ndugu zangu Kwa napitia hii taarifa hii ambayo ina uzito, ambayo imetokea leo kuhusiana na huyu jamaa ngoja hapa. So hii habari inasema hivi kwamba Rais Trump, so hii barua imetoka kwenye Director of National Intelligence, National Counterterrorism Center, ambayo inaanza President Trump. Kwa hiyo nakusomea kwa Kiswahili. Rais Trump: baada ya tafakari nyingi, nimeamua kujiuzulu kutoka wazifa wangu kama mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi kuanzia leo. Siwezi kwa dhamira safi kuunga mkono vita vinavyoendelea nchini Iran. Iran haikuwa na tishio la haraka kwa taifa letu, na ni wazi kwamba tulianza vita hivi kutokana na shinikizo kutoka Israeli na ushawishi wake mkubwa nchini Marekani. Ninaunga mkono maadili ya sera za mambo ya nje ulizozipigia kampeni mwaka 2016, mwaka 2020 na 24 ambazo ulizitekeleza katika muhula wako wa kwanza.
hadi Juni 2025 ulielewa kuwa vita vya Mashariki ya Kati vilikuwa mtego uliolinyang'anya taifa letu maisha ya samani ya wazalendo wetu na kupunguza utajiri na ustawi wa nchi yetu. Katika utawala wako wa kwanza ulielewa zaidi kuliko rais yoyote wa kisasa jinsi ya kutumia nguvu za kijeshi kwa uamuzi bila kutuingiza kwenye vita visivyo na mwisho. Ulionyesha hili kwa kumuua Qasem Soleimani na kwa kuishinda ISIS. Mapema katika utawala huu, maafisa wa ngazi za juu wa Israeli na wanachama wenye ushawishi wa vyombo vya habari vya Marekani walizindua kampeni ya upotoshaji ambayo ilizoofisha kabisa ajenda yako ya America First na kupandikiza hisia za kuunga mkono vita ili kuhamasisha vita vya Iran. America First maana yake Marekani kwanza. Mazingira haya ya maoni yalitumika kukudanganya uamini kuwa Iran ilikuwa na tishio la haraka kwa Marekani na kwamba ukishambulia sasa kulikuwa na njia ya wazi ya ushindi wa haraka. Huu ulikuwa uongo na ni mbinu ile ile iliyotumiwa kuvuta katika vita vya Iraq vilivyokuwa vya maafa na kugharimu taifa letu maisha ya maelfu ya wanaume na wanawake wetu bora. Hatuwezi kufanya kosa hili tena. Hapa sasa kwenye haya maneno ambayo yameshuka hapa chini ndio niliguswa na hisia sana. Akasema hivi: kama mwanajeshi mstaafu aliyekwenda vitani mara 11 na kama mume wa Gold Star aliyempoteza mke wangu mpendwa Shannon katika vita vilivyotengenezwa na Israeli. Gold Star ni medali ambayo mara nyingi marais wamekuwa wakiwapatia watu ambao walifanya vizuri katika kupambania taifa. Kwa hiyo wanaitwaga pale na marais wanapewa hiyo mkufu wa dhahabu shingoni. Kwa hiyo yeye ameshawahi kuipewa hii na ameenda kwenye vita mara 11. Mnaelewa? Mara 11. Sasa anasema hivi kwamba kama mume wa Gold Star aliyempoteza mke wangu mpendwa Shannon katika vita vilivyotengenezwa na Israeli, siwezi kuunga mkono kupeleka kizazi kijacho kupigana na kufa katika vita ambavyo havina manufaa kwa watu wa Marekani wala havihalalishi gharama ya maisha ya Marekani. Naomba utafakari juu ya kitu tunachofanya Iran na kwa ajili ya nani tunakifanya. Sikiza hizi kauli. Naomba utafakari juu ya kile tunachokifanya Iran na kwa ajili ya nani tunakifanya. Wakati wa kuchukua hatua za ujasiri ni sasa. Unaweza kubadili mwelekeo na kuunda njia mpya kwa taifa letu, au unaweza kuturuhusu kutekeleza zaidi kuelekea kudorora na machafuko. Upo na mamlaka ya kufanya uamuzi. Una mamlaka ya kufanya uamuzi. Ilikuwa heshima kuhudumu katika utawala wako na kulitumikia taifa letu kubwa. Akaweka na saini pale, alafu jina lake inaitwa Joseph Kent, mkurugenzi kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi. Yani huyu ni mambo, yani ndo mkuu ambaye anapambana na ugaidi wote duniani. Anafahamu na Marekani jinsi gani wamekuwa wakilipaka mafuta kwamba Iran ni taifa la kigaidi. Kwa hiyo anajua more information, anajua taarifa nyingi sana kuhusiana na Iran. Na kama anajua taarifa nyingi kuhusiana na Iran alafu anajitokeza anasema no,
tulikuwa bado hatujakuwa na nafasi, tulikuwa hatujakuwa na sababu ya kwenda kupigana na Iran. Huyu mtu si mtu mdogo sana, huyu ambaye amejiuzulu kufuatia hivi vita ambavyo vinaendelea Iran. Lakini achilia mbali huyu, kuna veteran mwingine pia ambaye alienda akalalamika kwenye bunge, wakamtoa nje mpaka wakamvunja mkono wake. Nafikiri hizi taarifa pia ziliwafikieni. Dunia bana, kuna wakati mwingine ukitathmini vitu vya dunia unasema ufalme wake Yehova Mungu sasa naomba uje kweli, kwa maana ndio kitu ambacho mtoto wake alitusii kwamba tuendelee kuomba tena na tena kwamba ufalme wako uje. Tena mara nyingi nimekuwa nikizoea kusema kwenye vipindi vyangu, unajua hiyo sala ya Bwana ndio tunasemaga inakuwa hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Baada ya jina lako litukuzwe, automatically maombi yakapita naanza hapo, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Lakini kwanza ufalme wako uje. Sijui unanielewa, lakini yani kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kumuomba Mungu pale ulipo ni kumuomba ufalme wako uje. Kwa maana mimi nashangaga sana na watu fulani vijana ambao wanasemaga eti bana, mimi siwezi kufuatilia mambo ya siasa. Mimi sipendagi sana kufuatilia mambo ya siasa kabisa. Lakini guess what? Let me tell you this. Saizi gazi imepanda bei. Kuna mastate ambao saizi gazi imeshafika $5. Kuna state ambazo gazi zishafika $10. Tuliona California mpaka ikashangaza kila mtu kwamba bana gazi imepanda mpaka ikachanganya. Yaani pale nafikiri saizi watu wanatembea kwa mguu. Kwa maana kwa gazi hiyo jinsi inavyopanda bei, yaani unaweza kaende kuweka gazi ndani ya gari. Let's say kwa mfano kwa mimi kwa dala hii dala saizi hapa nilipo ni $3.65. $3.65 naweka nikijaza gari yangu inanigharimu $60. Sasa can you imagine like mtu ambaye anaenda kuweka gazi kwa $10 ili kwamba ajaze gari yake itamgharimu ngapi? Watu wengine wataanza kujikuta wanaanza kudrive, utafikiri wana drive na nisema hii truck, hizi matruck makubwa. Lakini why inaleta hili swala? Unaweza kaone tu kwamba vita baada watu kuanza kupigana, Iran pamoja na Marekani wanaanza kupigana huko, automatically ndani maisha yanapita na kwa yenye gharama kubwa, vitu vinapanda bei. Sasa angalia jinsi gazi ilivyo na uzito. Gas inapopanda bei, usafiri wote wa hapa duniani unategemea gas, unategemea hiyo mafuta hiyo ambayo inapanda bei. Iwe usafiri wa angani, iwe usafiri wa ardhini, iwe usafiri wa baharini, wa kwenye maji, inahitaji gas. Na haya usafiri haya yanasafirisha vitu ambavyo tunavitumia. Let's say truck. Tuseme truck, sema hii truck, hizi truck kubwa, right? Inasafirisha vifaa vya nyumbani, vya nyumba, right? Kama inasafirisha vifaa vya nyumba, endapo truck bei ya mafuta imepanda, that means yeye atachaji kulingana na mzigo ambao anaubeba, kwamba ataongeza bei kupitia ile mzigo, kwamba bana mimi kama alikuwa na uwezo wa kuibeba hiyo mzigo kwa 4,000, ataongeza inakuwa 6,000. Na hiyo gharama mwisho wa siku atakaenda kuilipa ni mwananchi wa kawaida ambaye atajikuta kama analazimika kulipa. Lakini nimesema tu kwa mfano kwa vifaa vya nyumbani, lakini hizi truck ndo zinabeba chakula. Maisha yetu ya kawaida yapo connected na matukio ya chakula loda nyumbani, vitu kama hivyo. Sasa basi ukijikuta kwamba vitu viko bei na ni kwenye masoko, vitu unajikuta vinatokana na nini kwanza? Kwa hiyo ukiangalia nani ya vitu, chakula inavyopanda bei, kila kitu, unajikuta kwamba ni kwa sababu ya gazi tu
ilipanda bei, haipatikani kiurahisi. Kwa hiyo wanavyopandisha bei automatically inapita inaanza kuwaumiza watu, wananchi wote wa kawaida. Sasa kwa hali hiyo hautamani kujua hizi serikali zinakuongoza namna gani hivi, kwamba labda unaweza kupaza sauti ya kuambia please acheni hivyo, mnatuumiza. Kwa maana sauti yako inawezekana ikakuja kumata in some cases. Labda sauti yako inaweza kuwa na uzito katika namna moja au nyingine. Kwa hiyo kama sauti yako ikuwa na uzito, labda inaweza kusaidia baadhi ya vitu viende katika misingi ambayo inatakikana. Lakini hivyo vitu vitaendaje kwenye misingi inayotakikana katika ya maisha machafuko ya namna hii? Ndio kwa maana nafikiria Yesu Kristo kwa kulitambua hilo, ndio kwa maana aliwaambia watu kwamba ombeni ufalme wako, ufalme wa Mungu uje. Kwa maana ufalme wa Mungu ukija utawatawala watu katika misingi mizuri, misingi maadili mazuri. Hebu cheke ya machafuko ambayo yanafanyika sasa hizi. Mpaka hawa viongozi wakubwa wanajitokeza wanasema, sikiliza, tumeenda kupigana vita kwa faida ya taifa lingine. Sisi tulikuwa tuko sawa. Yaani tulikuwa tuko kwenye shida yote ile. Ni taifa tu kwa sababu imekuwa na ushawishi katika taifa letu. Yaani Israeli imekuwa na ushawishi, na kitendo cha wana wa Israeli kuruhusiwa kwamba wanaweza kuwa wa Israeli na bado tena ni wa Marekani. Yaani wanajikuta wako na citizen ya Umarekani na wako na citizen ya Israeli. Kwa hiyo ni matajiri wa kutupa waliopo hapa Marekani. Wanakuwa na sauti ya kusema kwenye serikali, kiasi kwamba serikali inatekeleza kile ambacho nakitaka. Unajua bana, hivi vitu hivi system ya jinsi imejiseti kiasi kwamba kiongozi mpaka kufia kwa kiongozi anahitaji pesa nyingi sana, hivi kwamba apate nafasi ya kuwa kiongozi. Wakati mwingine anatakiwa afanye kampeni. Ile kampeni inahitaji pesa nyingi sana. Pesa nyingi sana. So inahitaji pesa nyingi sana. Na hii pesa ambayo inakuwa inahitaji, unajikuta kiongozi kama kiongozi katika namna nyingine hana hiyo pesa. Ndipo anapoenda kuwapigia magoti ya matajiri hawa. Anawaambia, sikiliza, mimi nataka nikuombe nafasi fulani. Wanaambia, okay, utatupatia nini ukifikia kwenye maeneo? Ukipata uwazifa utatupatia nini? Basi mimi nitatekeleza kuwapatia kile ambacho mnakitaka. Israeli inapenda iwe taifa kubwa kama Marekani vile vile. Yaani inataka iwe taifa kubwa kama vile mataifa mengine makubwa yalivyo. Haitaki iendelee kuwa chini ya Marekani. Inataka nayo pia ikuwe na simpana na Marekani. Yaani iwe taifa kubwa kama vile China, iwe taifa kubwa kama vile Urusi, iwe taifa kubwa kama Marekani. Ndipo pale ninapojikuta kwamba nitakuwa taifa kubwa kupitia hii taifa kubwa ile ambayo nimeishika mkononi. Kwa hiyo hawa nitawapatia nafasi waende kuwa viongozi kwenye hii taifa kubwa, lakini watakapofika pale watanitekelezea ajenda zangu za kuhakikisha kwamba taifa langu la Israeli linaendelea kuwa kubwa. Kumbuka hao wanaenda kukutana na matajiri ambao ni wa Marekani, lakini wana asili ya Israeli, na vile vile pia ni wananchi, wana uraia wa Israeli. Kwa hiyo wanapoenda pale kuongea nao, wao wanaambia, sisi tuna ajenda moja, tunataka taifa letu la Israeli liwe kubwa, liwe lenye nguvu. Ndipo unapojikuta taifa kubwa kama vile Marekani inaenda kuingia kwenye vita ambayo hata wananchi wake hawataki. Hata viongozi, sio tu wananchi, hata baadhi ya viongozi wakubwa hawataki. Lakini there is nothing to say. There is nothing to say. Kwa sababu system imetekwa vibaya mno. Kwa ndugu zangu, mimi naweza nikawasihi tu sana kwamba tuendelee kuomba sana kuhusiana na haya mambo yanavyoenda. Walitegemea kwamba vita itachukua siku moja au siku mbili wamemaliza, lakini sasa tunaelekea wiki 3 na tunaenda wiki 4 sasa hivi kwenye vita. Ndio pamoja na kwamba wameipiga Iran, lakini bado Iran, unajua Iran ni mfano wa
Ukienda kupigana na mtu ambaye unamzidi nguvu, of course, na lengo lako unataka umuue yule mtu, automatically anachokijuaga ni kwamba bana, huyu amekuja hapa kwa lengo la kuniua. Kwa hiyo mimi nitakachokifanya ni kwamba hata nikimwachia kovu tu nitakuwa nimewin hili swala. Na ndicho kitu ambacho saizi Iran anakifanya. Anajua lengo la Marekani ni kutaka kuja kuniua na kunyangamiza kabisa. Kwa na mimi pia nimwachie kovu fulani ambayo itamfanya kila wakati awe naifikiria hii kovu ni kovu ya namna gani. Sasa unaweza kaona jinsi gani kwamba saizi pamoja na nguvu ambayo Marekani pamoja na Israeli wanaitumia kwa ajili ya kumwangamiza Muiran, lakini kovu pia ambayo anawasababishia katika hii vita ni kovu ambayo haitasaulikwa. Na inawezekana hii kovu ambayo anawasababishia inawafanya Israeli pamoja na Iran na Marekani washindwe kufikia malengo yao ambao walikuwa wanataka kuifikia kuhusiana na swala la Iran. Ndio kwa maana tena narudia tu kwenye kauli zangu kwamba binadamu wakati mwingine anafikiria hivi bana, kila anachokifikiria kwenye kichwa chake ndicho akiweka in action kitaenda vile vile. Kumbe anakuwa yuko wrong. So, hiyo ni intro ambayo nilitaka kuzungumzia. Tunataka sasa tuendelee kuzungumzia swala letu la Kongo ambalo tunataka tuangalie plani ambazo M23 wanayo. Tunataka tuangalie kwamba saizi wamefika wapi. Tunataka tuangalie pia kuhusiana na swala la Uvira kwamba wanataka tena waende ukamati mji wa Uvira, na tunataka tuangalie vile vile pia mwaliko ambao serikali ya Kongo na serikali ya Rwanda wameitwa hapa Marekani kwa ajili ya kuja kuzungumza. Na vile vile pia tunataka tuangalie hizi sanction zinaiasiri vipi Rwanda, lakini pia zinaipatia nini kiasi kwamba anaona kwamba afanye nini. Je, hivi vitu viko connected? Swala la M23 kuendelea kwanza na kutaka kurudia kwenda kukamata maeneo, hali ya kwamba saizi Rwanda ipo kwenye sanction. So haya tunataka tuyachunguze, tuangalie kile ambacho kipo nyuma ya pazia. Kwa hiyo endelea kwa pamoja na mimi hivi kwamba nikupatie kila kitu ambacho unakihitaji.